al-amru bil muhafadhati ala ma atadahu min al-khair, mlango wa kuamrishwa kudumu juu ya yale mambo ambayo mtu ameyazoea kuyafanya miongoni mwa kheri. Tutasoma kuhusiana na mlango wa kudumu juu ya yale ambayo mtu ameyazoea kuyafanya miongoni mwa mambo ya kheri. Ukizoea jambo fulani la kheri, watakiwa udili nalo ilipoko kaingie kaburini. Kiswahili chetu cha kisasa, udili nalo, sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya surati Ra'd ya 11 anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, haka Mwenyezi Mungu habadilishi yaliyo kwa watu mpaka wabadilishe yaliyo katika nafsi zao. Waqala ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wal ankath jamu nakfin wa huwa al-ghazlu al-manqudhu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya surati An-Nahl, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, wala msiwe kama ule mwanamke ambaye naqadat ghazlaha, ameufumua ukili wake, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kuteja kuwa na nguvu, yani baada ya kwamba ameshausokota vizuri ule ukili, halafu akaufungua kuufumua. Na akasema al-ankath jamu nakfin, ni jamu ya nakfi, wa huwa al-ghazlu al-manqudhu, nao ni ule ukili wenye kufumuliwa. Yani kana kwamba aelezea Mwenyezi Mungu kisa cha mwanamke fulani, kazi yake ni kusokota ukili. Anausokota ukili, umeshakuwa sasa ni mkubwa kiasi kwamba lau kama waanza kuushona, unaweza kufika ukapata mkeka wa kuswalia, wa kukalia. Sasa yeye badala ya kwamba sasa aendelee kuufuma, akishafikia daraja la kwamba huu ukishona lau waunganishwa waweza kutengeneza kitu, anaufumua tena, anaanza moja. Kwa hiyo huu daima haendelei maisha yake kiasi kwa anaanza mwanzo. Mwenyezi Mungu akatia mfano kwa mtu ambaye akianzisha ibada haiendelezi katikati, anaiacha, afunga Jumatatu na Alhamisi, alafu kwa mwezi unaofuatia kaacha kabisa, anasimama usiku siku mbili mara mwezi kalala fofofo tena mpaka hata swala ya fardhi yote inapita. Sasa umekuwa kama mwanamke yule aliyezungumzwa hapa. Aya nyingine katika sura Al-Hadid aya 16 anasema, wala takunu kalladhi utul kitaba, wala msiwe kama wale ambao wamepewa kitabu min qablu, huko nyuma, fatala alaihimul amad, ukarefuka muda mrefu, fakasat qulubuhum, zikawa na visoi nyoyo zao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Alizungumza hapa kuhusiana na hao watu watawa. Kuna watu wenyewe walianzisha dini yao ya utawa. Utawa ule uruhubani ni vile mtu kakaa eti katika baadhi ya dini kwamba haoi. Haoi, mwenyewe anakaa anashikamana dini. Sasa Mwenyezi Mungu hakuamrisha, lakini kwa sababu walikuwa na lengo zuri, wanafanya ibada sana, Mungu hakuona hilo ni tatizo. Kuoa ni sunna, ameiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mtu kama mwenyewe hao anafanya ibada sana, sawa. Kwa sababu katika wanachuoni wapo ambao kwamba wamekaa muda mrefu hawakuona mpaka wakafa, wakawa wameshughulikia ilmu, mpaka wanachuoni wametunga vitabu vinavyoelezea sera zao, wakaita ulamaul uzab. Wanachuoni wale ambao wamekufa ni mabachela, hawajaoa, kwa kushughulikia ilmu na ibada. Sasa hawa nao watawa wameanzisha jambo, lakini Mungu akawalaumu kwamba famarauha haqa riayati, hawakuuchunga ukweli wa kuuchunga, wakawa wanafanya khiana. Hasa baadaye wanapiga kona tena, wale wafuasi wanawake wakawazini. Maana baadhi ya dini
wanaamini kwa mwanamke ukimpata kwenye nyumba ya ibada basi ametwa na Mungu, na wale wanawake nao wana imani hiyo hiyo. Ukipatwa na mchungaji au nani kiongozi wa dini, basi umepata saa, maana umeletwa na Mungu vile. Sasa hivyo, kwa hiyo Mungu akawalaumu, famarauha haqa riayatiha. Hapa ipo hadithi al-Qudsi, sawa. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Mwenyezi Mungu habadilishi yaliyo kwa watu mpaka wao wabadilishe yaliyo katika nafsi zao. Yaani Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha mambo yaliyo kwa watu aliyowapa minan ni'ami au niqama, kutokana na neema au mateso, mpaka wabadilishe yale waliokuwa nayo. Kwa mfano, iko hadithi hapa anasema kwamba waqala rabbu, amesema Mwenyezi katika hadithi al-Qudsi, wa izzati wattifai fawqa arshi, na hapo kwa utukufu wangu na kule kunyanyuka juu ya arshi yangu, ma min ahli qaryatin, hakuna watu wowote wa kijiji chochote, wala ahla baitin, wala watu wa nyumba fulani, kanu ala ma karihtu, wakiwa juu ya mambo ambayo mimi nayachukia, min maasiyati, miongoni mwa maasi yangu ambayo nimeyakataza, thumma tahawalu ana, kisha wakakengeuka, ila ma ahbabtu, kuliendea ile jambo ambalo nalipenda, lahum, kwa wao, min taati, miongoni mwa kunitii, illa hawaltu bihim amma yakrahun, ila na mimi nitageuza kutoka kwa yale ambayo wao wanachukia, min adhabi, miongoni mwa adhabu zangu, ila ma yuhibbuna min rahmati, kuwapelekea yale ambayo wanayapenda miongoni mwa rehema zangu. Sawa. Kwa fa idha ghayyara almuta'abbidu ma'tadahu, atakapobadilisha yule mwenye kuabudu kile alichokizoea, taa, katika taa ghairi llah ma kana yusbighuhu alayhi min athawab, fa inna allaha la yamallu hatta tamallu, Mwenyezi Mungu hachoki mpaka nyinyi wenyewe mchoke. Watu fulani nyie, au wewe mtu mwenyewe, wewe ukifanya jambo fulani ambalo Mungu linamuudhi, halafu wewe ukaona adhabu hizi ninazozipata ni kwa sababu ya jambo fulani ambalo nalifanya Mungu halitaki, ukabadilika ghafla ukafanya yale Mungu ambayo anayapenda, bila kunywa dawa, bila kwenda kwa shekhe kuombewa dua, bila kwenda kwa padre, bila kwenda kwa mtaalamu, Mwenyezi Mungu atageuza, ataondosha huo ubaya, hayo maradhi aliyokupa, hiyo adhabu aliyokupa, huo fakiri aliyokupa, anakupeleka kwenye neema. Na hapo ukiwa wewe unafanya una neema Mungu amekupa kwa sababu ya toa ambayo unaifanya, ukaachana na toa hiyo ukaingia kwenye starehe baada ya kuona mapesa mengi na nini, ukaingia kwenye wanawake, kamari, pombe kidogo na kunywa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kukupa adhabu mpaka urudi kule. Kwa bila dawa, ukiacha yale mambo unayoyafanya, Mungu anakugeuzia.